Nafikiri ni kweli baada tu ya kuisha michuano ya AFCON kuna baadhi ya timu zimeweza kuleta ofa kutoka Afrika Kaskazini na kutoka barani Ulaya, lakini kama ambavyo nilikuwa nimekuambia kwamba Yanga watafikiria maombi pengine baada ya msimu kumalizika, kwa sababu there is no way saizi ukamruhusu golikipa ambaye unategemea aweze kukusaidia katika kufikia malengo yako. Yanga wana malengo ya kucheza robo finali, wana malengo ya kusogea mbele, wana malengo ya kuchukua ubingwa FA na mambo mengine mengi ambayo wanashiriki. Sasa ukiangalia kwa level ya Diarra ni kiungo muhimu kwenye timu, kwa hiyo sio rahisi kuweza kumruhusu aondoke kipindi hiki. Kile kuna uwezekano mkubwa sana kwa dirisha kubwa wakafikiria maamuzi ya kuweza aidha kumuuza kwenda sehemu nyingine. Kwa sasa hizi uwezekano huo ni mdogo, kwa sababu ni mtu ambaye amekuwa ni muhimu kwenye timu kulikuwa na mchango ambao amekuwa akiutoa. Kiuhalisia Diarra ataendelea kusalia kwa kipindi hiki kwa sasa. Definitely atakuwepo, yupo kwenye timu mpaka pengine mwisho wa msimu, ndio maamuzi mengine yatategemeana na viongozi wa klabu, lakini kwa sasa hizi bado yupo. Na baada ya Simba kuweza kukamilisha usajili wa mlinda mlango kutoka Niger, wengi wameanza kuhisi kwamba huenda Young Africans bwana wakarudi kufanya mazungumzo na mlinda mlango Pini Kamara. Hili linaweza kawezekana pia? Hapana, miongoni mwa rada ambazo Yanga wako nazo, huyo kipa hayupo kabisa kwenye mahesabu hayo. Kuna makipa ambao Yanga wameanza kuwafikiria ili kuweza kama ikitokea wanamuondoa Diarra anaondoka, wanafikiria. Kuna kipa yule ambao wa Nigeria ambaye alikuwa kwenye AFCON naye wamekuwa kimwangalia kwa ukaribu. Kuna kipa wa Maniema amekuwa kimwangalia kwa ukaribu. Kwa hiyo ni baadhi ya makipa ambao wamekuwa wakiwaangalia kwa sasa, lakini Kamara haipo kwenye listi ya ambao Yanga wamekuwa kuzungumza. Kwa kiwalisia kwamba hizi taarifa ama fununu kwamba huenda Yanga wakageuka kwa Pini Kamara hazipo na hazitakuwa mpaka sasa hizi, hamna taarifa kama hiyo. Inaweza zikapo baadaye, lakini kwa sasa hizi unaponiongea na mimi hamna taarifa kama hiyo. Lakini hamna, katika miongoni mwa mazingira ambayo yakizungumzika ni hao nilikwambia, kipa wa Maniema na kipa yule wa Nigeria ambaye anacheza South Africa. Hao ndio makipa ambao Yanga wamekuwa kiwaangalia kwa ukaribu kuweza kuona kama wanaweza kuja kuwa mbadala sahihi wa Djigui Diarra, lakini kwa kipa Musa Kamara hapana, Yanga hawajafikiria huko bado. Na unadhani itakuwa rahisi kwa Young Africans kumpata mlinda mlango ambaye amekuwa akihudumu ama anahudumu kwenye timu ya taifa ya Nigeria? Kwa sasa hivi kutokana na level ambao wamejiwekea sasa hizi, hakuna kinachoshindikanika. Sasa hizi washatengeneza jina kubwa, wametengeneza mazingira makubwa, lakini pia wameamua kufanya uwekezaji wa kweli. Kwa hiyo mchezaji yote ambaye anacheza Afrika kwa sasa Yanga wanaweza kupambana wakamhitaji wakampata. Kwa hiyo sio shida zao kwa sasa. Kwa upande wa Yanga wanaweza kufanya chochote wakihitaji. Kwa hiyo ndio. Kwa hiyo msimu ujao tutarajie kuona Diarra hatakuwepo ndani ya Young Africans. I'm not sure 100%. Nimekwambia kwamba mazungumzo, unajua wakati mwingine unaweza ukawa unasita kuwa na mtu kutokana na ofa unayopata. Unaelewa kwa sababu hata Azizikia kupanga kumuuza, lakini baada ya kufika ofa nono wakaamua kumuondoa. Kwa hiyo kitakachoweza kuamua ni ofa ambazo watazipata, lakini pia na mahitaji. Unaona? Kwa hiyo inawezekana hakabaki au kuondoka, lakini huo uamuzi wa kumbakisha au kuondoka utafanyika mwisho wa msimu. Kwa hiyo siwezi nikasema kwamba ataondoka au pengine klabu ikaona na mhitaji watamuongezea kiasi cha pesa kabaki. Lakini nafikiri biashara kama kufanyika ni dirisha kubwa, ndio wataanza kuangalia ofa na kufanya calculation na kuweza kuona kama wanaweza kupata mbadala. Naona mpaka kipindi hiki pia wamekuwa kiangalia baadhi ya watu wengine, lakini pia tegemea na mchezaji. Unaweza ukaamua kumbakisha ukamuongezea kile akaiko tayari kwenda kutafuta changamoto nyingine. Kwa hiyo huwezi kumzuia pia. Okay, na unaitazama vipi Young Africans hasa kuelekea kwenye mechi yao dhidi ya Ahly? Ni mechi ngumu kama hivyo nilikuwa tokea mwanzo, ni mechi ngumu sana. Kwa hiyo na ndio mechi ambayo inaweza kwenda kutoa picha ya kuweza kuona kama watafuzu kwenye hatua inayofuata au la, kwa sababu tunafahamu ubora wa Ahly ni ubora wa hali ya juu, ndio kama kipimo cha soka la Afrika. Kwa hiyo uweze ukaona garantia kupata matokeo. Yaani ili uweze kujua kama uko bora au na mapungufu au unakuwa ni papa kuna kukutana na Ahly. Kwa hiyo ni mechi ambayo hauwezi kugarantia, lakini kwa sababu soka la Afrika limekuwa ni soka ambalo kila mtu anapata matokeo kwake. Ndio maana Ahly mara kadhaa ameshuhudia akipoteza akiwa nje ya Egypt. Kwa Yanga kama wataweza kutumia vizuri uwanjani nyumbani, wanapaswa kupata matokeo, na ndio mechi ambayo itakwenda kuwekea njia ya kuweza kujua kama wana njia rahisi kwenda robo finali au la. Kibinafsi na wapatia 60% ya kupata matokeo katika visiwa vya Zanzibar. Sioni Yanga kipoteza kwenye hiyo mechi. Unadhani itakuwa rahisi? Haiwezi kuwa rahisi. Hamna mechi rahisi. Hakuna mechi rahisi.
hata mechi ambazo wanashinda sio rahisi. Klabu bingwa kuna mechi rahisi, lakini lazima ufanye kazi. Ndio maana ikaitwa michuano ya mabingwa, sio michuano rahisi bana. Huyo nyumbani, huo away, lazima ufanye kazi ya ziada uweze kujiandaa ndani na nje ya kiwanja. Kwa hiyo itakuwa ni kazi ngumu, lakini naamini hawawezi kukosa alama 3 katika mechi hiyo. Wamekosa alama 3, kwa sababu watapata alama 1. Lakini kupoteza hiyo nafasi sioni. Lakini Ahali ni miongoni mwa timu bora. Ahali ni timu bora ya Afrika ya muda wote, lakini mara kadhaa amefungwa na Yanga, amefungwa na Simba, amefungwa timu kutoka Burundi na timu nyingine. Anapokuwa nje ya nyumbani kwao kidogo anakuwa sio yule ambaye kwa nyumbani kwao. Kwa hiyo anafungika. Ingekuwa kama ana hiyo historia sawa, lakini mara kadhaa anafungika katika nchi mbalimbali, kwa sababu wanapokuwa wanakwenda nje kidogo wanakuwa na mentality ya kwenda kuzuia. Lakini pia hata msimu uliopita Yanga akapata sare, lakini nyuma alipata matokeo. Kwa hiyo naona kwamba wakitengeneza mazingira mazuri mikakati, wana nafasi ya kuchukua alama 3 katika mchezo wa Zanzibar katika mechi ya siku ya Jumamosi. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.